Majina yangu naitwa Mselemu Kandili, nipo kijiji cha Mbwade, kata ya Madoto, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Mimi ni mfugaji wa mbuzi, ng'ombe, kondoo. Kwa hiyo mimi ni mfugaji wa asili, lakini sasa hivi tunaboresha ufugaji wetu wa asili kutoka kwenye asili kwenda kwenye wa kisasa kidogo. Kwa mfano, nyuma yangu hapo unaona madume haya. Hizi mbuzi tunazitoa Kenya. Hizi zinatoka Kenya kwa ajili ya kuja kuboresha mbuzi wetu hawa. Kwa hiyo baadhi ya mbuzi zangu hizi nimezitoa zile za kienyeji, hizi zote nimeboresha na madume haya. Kwa hiyo ubora wa hawa mbuzi, kwanza wanakuwa upesi. Kwa mfano, kuna mbuzi hapa wana miezi 3 lakini ni wakubwa, wanaenda sokoni. Kuna mbuzi wana miezi 4, 5. Ukimkuta mbuzi wa hawa niliokuwa nao sasa hivi ambao nimewakurosi na wale wa kienyeji, ukimkuta mbuzi hawa wa kisasa ambao wana miezi 4 ni tofauti na yule mbuzi wa kienyeji ambaye ana miezi 4. Yule wa kienyeji wa miezi 4 huwezi ukampeleka sokoni kwa sababu bado ni mdogo, lakini hawa hata wa miezi 3 una uwezo wa kupeleka sokoni na ukapata hela nyingi sana. Kwa hiyo ndio tofauti ya hawa mbuzi wa sasa hivi na wale wa kienyeji, na ndio maana hatuchanganyi sasa hivi. Hawa wanachungwa peke yao na wale nao wanakula peke yao. Maumbo yao ni makubwa sana, yaani ni wakubwa kweli kweli, kwa sababu wanakuwa hawa mbuzi sifa kwanza wana maziwa, lakini pia wana nyama za kutosha. Mfano huyu dume unamuona hapo, huyu dume sawa sawa na mtoto wa ng'ombe, yaani ukilinganisha hivi ukubwa wake na nyama zake sawa sawa kabisa na ng'ombe, tena ng'ombe yule mwenye mwaka mmoja ukubwa wake. Kwa hiyo wamejaliwa kuwa na maumbo mazuri sana, tofauti na wale wa zamani wale, kwa sababu wale wanakuwa wadogo sana, lakini hawa wakubwa sana. Kwa mfano hili dume sasa hivi lina miaka 2, hili dume kubwa hili. Sasa kwa dume zetu zile za zamani, dume wa miaka 2 hawezi kumfikia huyu, hata wa miaka 5 hawezi kumfikia huyu, tofauti kabisa yani. Kwa hiyo ubora wako tofauti kabisa, hawa ni bora sana kuliko wale. Lakini pia tuna mbuzi aina 2 hapa wote, lakini wanatokea Kenya. Hawa mbuzi tofauti yao ni rangi kidogo. Kuna mbuzi hapa wana rangi kidogo, wana weusi kwenye vichwa hapa, na kuna wengine hawa ambao wao wanakuwa na weupe tu. Tofauti yao hawa kidogo ni hawawezi wakawafikia wale weupe sana, lakini kwenye uzaaji wako sawa. Hawa mbuzi wanatunga mimba, wanakuwa na mimba miezi 3, mwezi wa 4 wanazaa, tofauti na wale wa zamani, kwa sababu wale mbuzi akishapandishwa baada ya miezi 6 ndio anazaa, lakini hawa ni miezi 3 tu, mwezi wa 4 anakuwa kishazaa, na akishazaa hapo anakaa kama wiki 2, anapandishwa tena, ananyonyesha. Yeye mnyonyeshaji wake ananyonyesha miezi 2 tu, kishamaliza anakuwa ana mimba nyingine. Kwa hiyo kwa mwaka anazaa mara 3. Kwa hiyo kwa mwaka anazaa mara 3. Watoto, uzaji wao wa watoto, wanazaa watoto 2, watoto 3.
Kwa mfano hapa na mbuzi kama 9 hapa, wana watoto watatu na wote wamezaliwa na haya madume mawili. Hili dume kubwa sana na hili lingine lenye weusi kwenye masikio. Kwa hiyo ndio utofauti wao ni huo tu, lakini ni rangi tu, lakini ubora ni uko sawa kabisa. Lakini kitu kingine ambacho tunapendea wa mbuzi, yani wanastamili magonjwa kweli kweli. Lakini wale wa kienyeji tunachanja sasa hivi kwa sababu tunaona wanaogopa magonjwa. Sijui kwa sababu gani. Sijui kutokana na mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa. Lakini hawa kwanza kukuta hawa naumwa yani vigumu sana. Kwa hiyo wana utofauti kabisa yani. Sifa nyingine ya hawa mbuzi, wao wanakula chakula chochote kile. Ukiwapa pumba wanakula. Majani ya polini wanakula vizuri sana. Kwa mfano unaona hawa mbuzi walivyonenepa. Mimi sijawahi kuwapa pumba, mimi nawalisha tu haya majani, wanakula tu majani haya kawaida. Lakini sifa nyingine kwa Tanzania yetu hii, hawa mbuzi wanastamili sehemu yoyote pale Tanzania. Mradi tu labda kwenye kama unaishi kwenye maji sana, ndio kidogo wanaweza kupata shida, lakini sehemu yoyote ambaye hakuna maji wanaishi popote pale Tanzania. Kwa sababu wanastamili, kwanza hawachagui sehemu, hawachagui chakula chochote kile cha majani haya ya polini wanakula. Mfano unaona mbuzi walivyonenepa. Mimi situmii vyakula vile vya madukani. Natumia tu majani haya ya polini. Kwa hiyo wana sifa hiyo ya kustamili chakula chochote. Wanapenda vyakula aina mbalimbali. Ukiwapa pumba sawa. Ukiwapa mashudu sawa. Usipowapa hivyo vyakula vya bei ya ghali, labda vyakula vya kununua, wanapenda tu. Kwa hiyo lakini sisi kwa sisi huku polini hatutumii sana hivyo vyakula vya kununua. Kwa hiyo tunawatunza kwa majani yetu haya ya asili ya polini, ndio tunawapa wanakula, ndio maana wako hivi. Kwa mfano hizi mbuzi unaweza ukafuga hata ukiwa mjini hizi, kwa sababu unaweza ukawalisha pumba. Ukiwalisha pumba ndio wananenepa zaidi kushinda sasa hivi walivyo. Kwa hiyo kwa watu wa mjini wanaweza wakaishi nao, kwa sababu pumba mjini najua zinapatikana, mashudu mjini wanajua zinapatikana, lakini na baadhi ya vyakula vile vinavyouzwa madukani vile vinapatikana mjini. Kwa hiyo kwa mtu wa mjini mbuzi hawa ni wazuri sana. Lakini sifa nyingine, hawa mbuzi sio watembeaji sana kama hawa kwetu polini. Kwa hiyo kwa mtu wa mjini akishajenga banda lake tu pale, yani mbuzi wanatulia kabisa, kwa sababu wao wenyewe wanapenda kutulia sana, ni watulivu sana. Kuna mbuzi, hawa mbuzi nilisema wako aina mbili. Kuna mbuzi wanazaa watoto 2 mpaka 3. Lakini kuna mbuzi wekundu hawa wanazaa watoto 2 tu. Kwa mfano anavyoanza kuzaa uzao kwa kwanza anazaa mtoto mmoja, wa pili 2 wanakuwa 2. Lakini hawa mbuzi weupe hawa wenye rangi nyeusi kidogo maeneo ya masikioni na kichwani, hao kuanzia uzao wa kwanza ni 2, alafu ndio wanafuata 3. Kwa hiyo ndio tofauti yao kidogo. Hawa wekundu wanazaa 2, hawa weupe wanazaa mpaka 3. Lakini uzaaji wao kwa mwaka mmoja wanazaa mara 3 mbuzi mmoja. Kwa hiyo kila baada ya miezi 4 mbuzi anazaa. Kila baada ya miezi 4 mbuzi anazaa. Lakini hao wekundu nao pia hivyo wanazaa mara 4 kwa mwaka, mara 3 kwa mwaka. Kwa hiyo
Tofauti yao ni hawa tu wekundu ndio wanazaa watoto wawili, hawazai wao watatu, lakini hawa weupe wanazaa watatu. Hiyo ndio tofauti yao kidogo. Ili kupata matokeo mazuri lazima utunzaji uwepo. Sababu moja, kwanza lazima uwe unawamwagia dawa ile wanaita Kiswahili nini, dipu ile dawa ile ya kunyunyuzia ile, ili wasiwe na kupe, wasiwe na kiroboto, kwa sababu hizo ndio zinawasili. Lakini ukisimamia hilo tu, utunzaji, nadhani utapata matokeo mazuri sana. Kwa hiyo ni hayo, lazima usimamie, kwa sababu hii ni mali yako, lazima utunze kama unavyotunza vitu vingine, gari, pikipiki, nini. Kwa hiyo hizi nazo lazima utunze, ufate yale masharti ya madawa yale ambayo unayatumia. Lakini pia kingine, kama utaamua mwenyewe utaweka chanjo. Kuna chanjo sasa hivi zinapatikana za mbuzi kwa ajili ya kuzuia magonjwa yale ya mapafu na magonjwa mengine. Kwa hiyo ukishatimiza vile, lazima utapata faida kubwa sana. Kwa mfano hizi hereni ambazo nimeziweka hizi faida ya hizi hereni, kwanza unajua umri wa mbuzi, kwamba huyo mbuzi ana umri gani. Lakini pia unaelewa hizi za kisasa, zile za kienyeji hatuweki hizi hereni. Yaani tunaweka hizi tulizoboresha. Kwa hiyo ndio utajua kwamba huyu sio wa kundi hili, huyu sio wa kundi hili. Lakini sehemu za kuweka hereni ni kwenye masikio, kwa sababu masikio ndio sehemu nzuri, sehemu laini ambayo haisumbui kwenye uwekaji. Usije ukaweka sehemu nyingine shingoni, wapi, kwa sababu huko kwingine ni sehemu ambazo zina nyama ambayo zina mwingiliano wa ile mishipa ya damu. Kwa hiyo lazima uweke kwenye masikio, haswa sikio la kulia, kwa sababu inapendeza sana, haina mwiko sana, lakini inapendeza sana sikio la kulia. Na mtu akizihitaji hizi mbuzi, unaweza kuwasiliana nami kupitia namba yangu hiyo hapo, kwa ajili ya au unaweza mwenyewe ukasafiri ukaja kwanza kuona mazingira yangu, ukaona mifugo, ukaja ukachagua mwenyewe kile unachokitaka. Gharama sio kubwa sana, nadhani tutaongea vizuri, tutakupa tu kwa gharama nafuu kabisa ambayo una uwezo nayo. Gharama sio kubwa sana. Kwa hiyo kutokana na hapa kuna mbuzi kama nilivyokuambia aina ngapi, kila mbuzi wanakuwa na bei yake. Lakini pia umri, kuna wale mbuzi wa umri kidogo, wale wadogo kidogo wana bei yake, na hawa kubwa sana wana bei yake. Lakini pia huwa tushauri tumuuzie mtu zile ambazo zimesha tumika sana. Lazima ukitaka mbuzi mzuri, chukua yule mbuzi ambayo ana miezi 4, 5 kwa ajili ya kwenda naye kuanzia huko, kwa sababu huyo ndiye atakayekupa matokeo chanya kuliko hao ambao wakubwa sana, ushazeeka, ushatumika sana, ushazaa sana. Kwa hiyo ndio maana hata kuna watu ambao huwa nawauziaga hapa, lakini siwauzia wakubwa sana. Kwa hiyo ukishafika hapa utakuja kuchagua mwenyewe, kwa sababu hapa hapa na makundi matatu. Kuna hili hapa, kuna lingine liko sehemu, kuna lingine liko karibu tu hapa. Kwa hiyo utakuja utachagua mwenyewe, utawaona wote. Wale ambao umeridhika nao kutokana na ubora utanunua. Kwa hiyo karibuni sana popote pale ulipo Tanzania, karibu sana. Uje ujionee, uje uchague mwenyewe kama unataka kufuga. Karibu sana. Unaweza ukaandaa shamba lako la malisho kwa ajili ya mbuzi wako, kwa sababu ufugaji wa kiholela, unajifikiri sio kila eneo kuna ufugaji wa kiholela.
Kwa hiyo unaweza ukatengeneza shamba lako, kaweka uzio, yale majani yakaota. Unaweza kutumia, kuna mambo mawili pale. Ukishatengeneza lile shamba lako, kuna upandaji. Kwa mfano ukitaka mbegu, unaweza kuwasiliana na mimi nikakupa mbegu, kwa sababu mimi na mbegu na shamba ambalo na mara nyingine nachukua zile yale malisho na walisha. Kwa hiyo utawasiliana na mimi kama unahitaji mbegu. Kwa wale watu ambao labda wako mjini, au sehemu ambazo labda mwingiliano mkubwa, huna nafasi ya kuchungia wa mbuzi wako, kama umeandaa shamba lako, utawasiliana na mimi, nitakutafutia mbegu hizo, utakuja kuchukua kwangu. Utaenda kuelekeza namna upandaji, ukawalisha mbuzi wako. Lakini pia kuna mbegu aina mbili. Kuna mbegu ya majani haya ya kawaida, lakini kuna mbegu ya majani ya miti. Hiyo nayo inapatikana. Kuna miti fulani hivi inatoa mbegu nyeupe. Hizo bana, ukilisha mbuzi zako bana, andaa sehemu ya kuweka watoto wa mbuzi, maana mbuzi wanazaa sana. Kuna Wamasai wanaita ndulele, embaeki. Huo mti unaoitwa embaeki ni kwa ajili ya kuzalisha, yani kuwapa mbuzi, kama unataka wazae mapacha kila muda. Hata mbuzi ambaye anataka kuanza kuzaa lazima akila zile mbaeki anazaa mapacha. Kwa hiyo malisho yapo. Lakini kwa mjini, maana unajua watu wengi wanaishi mjini sasa hivi, lakini wanatamani kufuga. Kwa mjini ile miti inaota. Kama unaandaa sehemu, wenzetu wamejaliwa kuwa na maji sana kule mjini. Ukishaotesha ile miti pale, ni haraka sana inaota, mbuzi wanakula. Mbuzi wako unakuwa unatoa tu yale majani, unawapelekea mbuzi wako, wanakula sana. Kwa sababu katika miti yote ya polini, huo mti unaoitwa, Wamasai wanaita embaeki. Sasa sijajua Kiswahili sana kama inaitwaje. Huo mti ndio namba 1 kwa mbuzi kupendelea kula. Mimi nimezaliwa kama mfugaji. Babangu alikuwa mfugaji, mimi mwenyewe mfugaji, lakini ufugaji wetu ulikuwa wa asili. Lakini baada ya unajua kila kitu kinaenda kwa wakati. Unajua wakati huu unataka mabadiliko kidogo, ufugaji wa kisasa unaoendana na muda huu. Lakini mimi nilinunua madume mawili. Niliagiza kabisa kutoka Kenya. Baada ya kuagiza, nikaja nikabagua mbuzi kama 10 hivi, nikawaingiza wale madume. Baada ya hapo wakapandishwa, nikawa wanajichunga kabisa, yani sichanganyi na wale mbuzi wa kawaida, wale wa kienyeji. Ndio matokeo wakazaliwa, wakawa nazaliana, ndio makundi haya sasa hivi niliokuwa nayo 3. Kwa hiyo ninao wa kienyeji, lakini sasa hivi sichanganyi kabisa. Na kwa hiyo ndio baada ya kuzalisha, nikawa na watenga hawa. Sasa wao wenyewe ndio wanajizalisha. Nachukua lile kundi la upande ule na kuja kuingiza kwenye kundi lingine. Maana sasa hivi kuna mfumo kwamba yani mbuzi wale ndugu wasizaliane wao kwa wao. Kwa hiyo nachukua lile kundi lile la kule, dume la kule, na kuja kuingiza kwenye kundi hili, nauza wale wote. Kwa hiyo nachukua lile la kule na napeleka kundi upande wa pili. Kwa hiyo ndio mfumo ulivyo, kwa sababu hawa wa kienyeji kidogo wa kisasa hawa ukiwapa wazaliane wao kwa wao, matokeo inakuwa sio mazuri sana. Kwanza wanazaliwa mbuzi ambao sio wazuri sana, hawanenepi sana. Ndio maana tunatumia hivyo, tunabadili. Yani unachukua dume la huku unalipeleka upande wa pili, unachukua lile la kule unalirudisha huku, unachukua moja unaweka hapa. Kwa hiyo ndio mfumo ulivyo wa hawa mbuzi, tofauti na wale
wa kisasa, kwa sababu wale wa kisasa wao wanazaliana tu, wao hakuna shida. Wale wa kienyeji wale hawana shida kabisa. Katika ufugaji wa mbuzi hawa, vitu ambavyo utakiwa kuvisahau, mbuzi hawa wakishapata mimba, yani natakiwa uwalinde sana, kwa sababu wasiende kuzaa ovyo. Yani mbuzi kwa mfano akishafikisha miezi 3, lazima huyo mbuzi umfunge, uwe unamlisha akiwa kafungwa mpaka atakapozaa, kwa sababu unaweza ukapata hasara. Mbuzi anazaa polini, alafu anarudi peke yake, anawacha watoto huko. Kama mwaka jana nipata hasara ya mbuzi kama 3 hivi, wamezaa watoto huko, wameacha wao, wamerudi. Kwa hiyo hilo moja, lakini lingine lazima usimamie, kwa sababu hawa mbuzi wanataka uangalizi mzuri. Lazima kuwe na mtu ambaye kazi yake kuwaangalia hawa mbuzi wasipotee, kwa sababu dunia sasa imeharibika. Kuna wezi, kuna watu wanatamaa kutamani kitu cha mtu mwingine. Wanaweza akaondoka mtu akatamani akabeba, au anaweza akakuta mbuzi wako kazaa, anachukua mtoto au anachukua wale watoto, yeye anaenda kuwapa maziwa huko sehemu anayojua. Kwa hiyo katika vitu ambavyo lazima kwenye mimba, yani kuwa makini sana hapo kwenye mimba. Lazima ulinde uzao wa mbuzi. Yani mbuzi wakishazaa hapa, yale madume yasipandishe tena hapa. Lazima uhamishe yale madume au uhasi. Kuna lugha wanatumia kuhasi. Unahasi au unabeba wale madume unapeleka kundi lingine. Unachukua wale wa kule unawaleta huku, kwa sababu ili upate matokeo mazuri sana. Hiyo itakuletea matokeo mazuri sana. Shida ya kupandana dada au dume kumpanda mama yake, au shida iliyotokea, wanazaliwa mbuzi ambao hawana afya. Yani wanazaliwa kabisa hawana afya. Sababu sijajua kwa nini hao mbuzi wao wanakuwa hivyo, lakini ndio walivyo. Wanatakiwa dume linalopandisha litoke sehemu nyingine au lizaliwe na ukoo mwingine, kwa sababu mbuzi hao wana ukoo. Lazima ulinde pale, kwa sababu watoto watakayozaliwa kwanza wanakuwa hawana mapacha, lakini pia hawana afya nzuri, hawakui haraka, tofauti na wale ambao wanapandishwa na dume ambayo limetoka kwenye ukoo mwingine. Kuna kabiliana na magonjwa kwa kutumia madawa ya kuoshea. Yani ukitaka haswa kitu cha kwanza lazima uwe unawasha na yale dawa zile za kuoshea mifugo, lakini pia chanjo zile za mapafu, kwa sababu mbuzi kinachowasumbua sana ni mapafu tu. Yani ugonjwa mkubwa ambao unasumbua mbuzi ni mapafu. Kwa hiyo ukishawachanja tu basi. Kwa hiyo lazima uwaoshe na ile dawa ya kuoshea, lakini pia uchanje kama unataka, lakini ukae sehemu ambayo hakuna maji. Yani unajua kuna mabonde mengine ambayo maji hapo muda wowote, mbuzi wanakuwa wanakanyaga maji muda wowote. Hizo sehemu kidogo sio nzuri kwa mbuzi. Lakini miunuko yote kwa mbuzi hawa, sehemu ambazo hizi mbuzi hazitaki ni sehemu ambayo kuna mabonde yale ambayo maji muda wote hapo kidogo ndio. Lakini sehemu yote ya muinuko wao wanalizika nayo. Kwa hiyo lazima ukae sehemu ambayo kidogo maji hamna, uwatunzie sehemu ambayo maji hamna. Lazima utapata matokeo chanya kabisa. Yani mbuzi wazuri sana, hawana shida kabisa. Kwa mtu ambaye anataka kuanza kufuga, anaweza kanunua, kama hana uwezo wa kuchukua wengi, labda anachukua 10 au 5, anachukua na dume moja, anakwenda kuwatunza, basi maisha yanaendelea. Kwa hiyo mimi nawakaribisha, mbuzi wapo wa kutosha. Tutaongea biashara nzuri tu, tutawauzia tena kwa bei nzuri tu, ambaye bei ya Kitanzania.
Mbuzi hao wanapatikana kwa bei ya Kitanzania kabisa yani. Kutokana utachagua mwenyewe vile wale mbuzi ambao unawahitaji. Sifa yao ukija ukifika kwangu nitakuonyesha na sifa yao zilivyo. Kwa hiyo utachagua mwenyewe. Kwa hiyo ukitaka kuanza kufuga, karibu sana. Mbuzi wapo tena wa kutosha kabisa.